إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، ndugu zangu Islam, tunaendelea na muhadhara wetu katika sehemu ya pili, ambapo sehemu ya kwanza tulikuwa na al-akh Abu Zakaria jazahullahu khairan kwa mada ambayo ametanguliza. Tuombe Allah tabaraka wa taala an yaj'alaha nafi'atan lilmuslimin. Tuombe Allah ijalie maudhui ile na mada ile aliyotoa nenye kuwanufaisha Waislamu. Sehemu hii ya pili tutakwenda mpaka baada al-asri au mpaka asr insha Allah. Nitaichukua mimi sehemu hii, na mimi nami nitazungumza kiasi ambacho Allah tabaraka wa taala ataniwezesha kuzungumza na nyinyi. Nasallallahu as-sadada wat-tawfiq. Lakini kabla sijaingia katika maudhui ya msingi ambayo nimedhamiria kuzungumza na nyinyi, sababu maudhui yangu itazungumzia da'watun salafiyya. Ni ipi hiyo da'watun salafiyya, na ni zipi au ni ipi njia yake, na unalingania kwenye nini, kwa misingi ipi? Nitalizungumzia swala hilo, yani da'wa ya ahli sunnah wal jamaa, da'wa ya as-salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Lakini kabla ya kuzungumza maudhui hiyo ambayo natarajia nitaizungumza kwa ufupi kwa kiasi cha kueleweka, nitatanguliza maneno ambayo mara nyingi napenda kuyatanguliza hasa katika sehemu hizi. Kwa kiasi kikubwa sehemu hizi ambazo ni mara yangu ya kwanza kufika, huwa natanguliza maneno haya. Napenda kusema kwamba tuna ulazima wa kuifuata haki. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Allah tabaraka wa taala anatuambia katika Qur'ani kwamba haki ndiyo inayostahiki kufuatwa. Haki ndiyo inayostahiki kufuatwa peke yake na si kitu kingine. Allah tabaraka wa taala katika surati Yunus anasema qulillahu yahdi lilhaqqi,
أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون فما لكم كيف تحكمون. نعم. katika surati Yunus Allah tabaraka wa taala asema waambie haki, Allah anaongoza kwenye haki, na haki ndiyo ambayo au afaman yahdi ila alhaq, yule anayeongoza watu kwenye haki, ahaqu an yuttaba, ndiye anastahili kufuatwa, amma la yahdi illa an yuhda fama lakum kayfa tahkumun au kayfa ma lakum kayfa tahkumun. Hivi yule anayeongoza kwenye haki ndiye anastahili kufuatwa au yule ambaye haongoki ila akiongozwa? Basi mna nini, vipi mnavyo hukumu? Kwa hiyo haki inastahili kufuatwa na si kitu kinginecho, wala si mtu mwingine, na wala haki haijulikani kwa kuwatazama watu kwamba hawa ni watu wa kabila gani, wa rangi gani, wametoka wapi. Wakiwa wametoka mahali fulani basi watakuwa kwenye haki, na wakiwa wametoka mahali fulani basi si watu wa haki. Haki haina mji, haki haina kwao, mahali popote inaweza ikatoka haki. Wala haki haina mwenyewe kwamba hawa peke yao, la. Haki ni kitu ambacho kinawezekana kikapatikana na watu wote au na yoyote wakati wowote, na inatoka kwa Allah tabaraka wa taala. wa qulil haqqu min rabbikum, sema haki ni ile itokayo kwa Mola wenu. Haki inatoka kwa Allah tabaraka wa taala, na Qur'an yaliteremsha Allah tabaraka wa taala ni haq, wa qawluhu alhaq, na kauli yake Allah tabaraka wa taala kauli ya haq. kadhalika mtume sallallahu alayhi wasallam jaa bil haqq, amekuja na haki sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ukitaka haki mfuate mtume sallallahu alayhi wasallam, ifuate Qur'ani, muamini Allah tabaraka wa taala, hii ndio haki. Lakini mwingine yoyote wasiokuwa hao watasifika kuwa kwenye haki wakiwa wameshikamana na haya tuliyotaja, kama vile walivyokuwa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanu ala alhaq, walikuwa katika haki kwa sababu walishikamana na vitu hivyo, kitabu Allah wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunasema alhaq ahaqu an yuttaba, haki ndio ambayo inastahiki zaidi kufuatwa. Walhaqu azizun wa nafis wa ghali, na haki ni kitu kikubwa, kitu kitukufu, ni kitu kilichokuwa ghali. La yudraku bilmuna, haki haidirikiwi kwa kutamani, kama mtu akatamani tu, la. Haki haipatwi kwa sababu ya kutamani, watamani uwe kwenye haki. Kadhalika haki haidirikiwi kwa mali, kwamba ukitaka utakwenda kununua haki mahali fulani, hiyo utakoinunua itakuwa ni batil. Wala haki hainunuliwi kwa cheo, wala haki haiendi kwa ukoo wala kabila. Allah tabaraka wa taala ndiye anaongoza wanaotaka katika haki. Allahu akbar. Lakini Allah tabaraka wa taala amewekea alama haki, kwa mwenye kuitaka kujua haki anaweza kuijua. Fa inna ala alhaqi nura, haki juu yake kuna nuru. Haki ina nuru na haki inajitangaza yenyewe. Walhaqu ya'lu wala yu'la alayhi, na haki siku zote inakaa juu wala haikaliwi juu, haki inashinda. Hata kama batili itatangulia, basi Allah tabaraka wa taala yakdhifu bilhaq fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq. Batili kitangulia anaipiga kwa haki, mara anaisambaratisha batili ile, utaona batili ni yenye kuyeyuka. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Allah tabaraka wa taala anamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam waambie imekuja haki na batili imeondoka, kwa sababu ikija haki batili ni yenye kuondoka, haiwezi kukaa sawa sawa.
Sasa pamoja na utukufu wa haki, na hatofaulu ila yule mwenye haki mbele ya Allah tabaraka wa taala, mwenye kufanya dhulma na batil hawezi kufaulu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Waqad khaba man hamala dhulma, atakuwa amekula hasara yule aliyebeba dhulma. Pamoja na kwamba haki imewekewa taratibu nyingi na Allah anaitetea haki na imewekwa wazi, imebainishwa, lakini bado wanadamu kwa maumbile yao walivyo, pamoja na kwamba maumbile yameumbwa kupenda haki, lakini vimekuja vishawishi vingi vya kuwafanya wao wasiwezi kuifikia haki, kwa sababu kuna iblisu laini anawakinga katikati. Allah tabaraka wa taala alipomfukuza Iblis katika janna, baada ya kumuuliza ma manaka alla tasjuda idh amartuk, kwa nini hukumsujudia Adam pale nilipokuamrisha usujudi? Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis akasema mimi ni bora kuliko Adam, kwa sababu mimi umeniumba kutokana na moto na yeye umemuumba kutokana na udongo. Allah tabaraka wa taala akamfukuza, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin. Allah tabaraka wa taala akamwambia, toka katika janna, huna haki ya kutakabbar ndani ya pepo. Tambii, kwanza watu wawe makini. Pili, sikubaliani na kurekodi kwa kutumia video au moving za kwenye simu au kitu kingine chochote. Kwa wale ambao wanafanya hivyo, tawaomba rajaa minhum alla yafalu, natarajia kwamba wasifanye namna hiyo. Mimi sitaki binafsi. Tayib, Allah tabaraka wa taala alipomtoa Iblis al-la'in katika janna, akamwambia atoke. Iblis akachukua ahadi, kwanza akaomba muda, akamwambia anzirni. Qala anzirni ila yawmi yub'athun. Qala innaka min al-munzirin ila yawmi al-waqti al-ma'lum. Akasema naomba unipe muda niishi mpaka siku ya kufufuliwa, kwa maana nisife. Allah akamwambia wewe utapewa muda mpaka siku maalum, yani siku itakayopuliziwa parapanda la kwanza sura, atakufa Iblis. Sasa Iblis na maneno yake anasema hivi, Allah anayasema kwenye Qur'an. Allah anasema, Iblis anasema qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum sirataka almustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Allah tabaraka wa taala tuelezea kwenye Qur'ani kwamba Iblis, pamoja na kwamba Allah tabaraka wa taala ameumba na ameweka haki na akamuongoza mwanadamu njia sawa, inna hadainahu as-sabil imma shakira wa imma kafura, tumembainishia mwanadamu njia ya haki, njia ya sawa, imma atakuwa mwenye kushukuru au mwenye kukufuru. Njia iko wazi. Iblis anachukua ahadi kwa Allah tabaraka wa taala, anasema la aqudanna lahum sirataka almustaqim, mimi nitawakalia wao katika njia yako iliyonyooka, katika yale mambo ya kheri nitakwenda kuwazibia pale. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim, kisha mimi nitawaendea mbele yao, wa min khalfihim, na nyuma yao, wa an aymanihim, na kuliani kwao, wa an shama'ilihim, na kushotoni kwao, wala tajidu aktharahum shakirin, hutopata wengi wao kuwa ni wenye kushukuru. Kwa hiyo haki iko na iko mbele yetu na imekuwa wazi, wa ala alhaqi nura, na juu ya haki kuna nur, kama anavyosema sahabi aljalil Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu. Lakini kwenye kuifikia haki kuna vipingamizi vingi na kuna vitu vingi vya kumzuia mtu asiweze kufika katika haki. Sasa mara nyingi natanguliza maneno haya ya kutanabaisha ni vipingamizi gani
vinaweza kumzuia mtu asifike katika haki, kwa sababu tunaona watu wengi wameingia katika mtego huu wa shetani. Katika vitu ambavyo vinawazuia watu wasifike katika haki, as-sawarif 'anil haqq, vipingamizi vya haki, kitu kikubwa zaidi ni ujinga. Ujinga, mtu kutokujua akawa hana elimu ya jambo, inakuwa ni sababu miongoni mwa sababu za kuikataa haki na kuipinga haki na kutokuifuata haki. Anasema al-Imam Shamsuddin Muhammad bin Abi Bakr ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, anasema wal asbab al-mani'atu min qabul al-haqq kathiratun jiddan منها الجهل، وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس، فإن من جهل شيئا عاداه وعاد أهله. أنا سمع ابن القيم رحمه الله تعالى sababu zinazowazuia watu kuikubali haki ni nyingi mno. Kuna sababu nyingi ambazo zinamfanya mtu asikubali haki. Miongoni mwa sababu hizo ni ujinga, na sababu hizi zimeenea kwa watu wengi, yani kwamba watu wengi hawajui, walakin akthara an-nas la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui. Sasa ujinga ni katika sababu ambazo zinawazuia watu kufika katika haki na kuijua haki na kuikubali. Kadhalika sababu hii imeenea kwa watu wengi katika dunia. Katika mambo ya kidunia utakuta watu wengi wako mbele mbele, wanajua, ya'lamuna dhahiran min alhayati ad-dunya, wanajua dhahiri ya uhai wa dunia, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, na wao na akhira na mambo ya akhira wameghafilika. Sasa watu watajua mambo mengi, vitu vingi ukiwauliza watakuelezea. Utamuuliza kuhusu hili, atakupa maelezo yake kwa upambanuzi. Wasemaje kuhusu hili? Ni mufti katika mambo ya kidunia, lakini katika mambo ya kidini ni mjinga, hajui. Tena atazungumza bila elimu, bila kuogopa. Sasa sababu hii imeenea kwa watu wengi. Fa inna man jahila shay'an aadahu, hii ni kawaida. Mtu ambaye hakijui kitu anakifanyia uadui. Pengine kitu kina manufaa na wewe, lakini akakipiga vita kwa sababu hakijui, au kwa sababu ya ujinga wake, kitu ambacho ilikuwa anatakikana akipiga vita akifanya kuwa rafiki. Hii ndio kawaida ya mtu asiyejua. Waarabu wenyewe wanasema innal ghariba yahsabu aduwan sadiqahu. Mara nyingi hata mtu mgeni, yani asiyejua mambo, anaweza akamdhania aduwan sadiqahu, yule adui ndio akamdhania kama ndio rafiki yake, kwa sababu mtu mgeni ni kipofu. Sasa kwa sababu ya ujinga unaweza ukakipenda kitu kumbe kina madhara na wewe. Asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum, asa an takrahu. Asa Allah anasema katika surah an-Nisa, asa an tuhibbu shay'an, asa an takrahu, wa asa an takrahu shay'an wa huwa sharrul lakum wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa khairul lakum wa huwa sharrul lakum. Surah al-Baqara katika surah an-Nisa kuja tofauti na hivyo. Allah tabaraka wa taala anasema wa asa an takrahu shay, asema fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan kathira. Katika Nisa anasema Allah tabaraka wa taala, huenda mkakichukia kitu kumbe Allah amekiwekea ndani yake khairi nyingi, lakini wewe ukichukia, wewe hujui. Hapa anazungumza masala ya mke na vitu gani, lakini tunazungumza kwamba mtu anaweza kukiwekea chuki kitu kwa sababu ya ujinga wake, kumbe ndani yake kuna khairi nyingi kwake yeye. Sasa mtu asiyejua kitu
huwa anakifanyia uadui. Maneno haya ni maneno Ibn al-Qayyim, yamezungumzwa miaka 1000 au miaka 700 iliyopita, miaka mingi imepita. Waada ahla, kadhalika akasema yule asiyejua anafanyia uadui kitu asichokijua na anawafanyia uadui watu wake. Sasa waislamu wanatakikana waipende haki popote inapotokea na waikubali haki vyovyote inavyokuja. Mtu anaweza akasema mathalan, anayozungumza wana ni kweli, au maneno ninayoambiwa ni kweli, lakini kwa nini ananiambia mimi kwa njia hii? Kwa nini ananitukana? Mimi sikubali. Pengine mtu anaweza kukataa haki, shetani anamtilia kitu fulani hivi katika nafsi, anaania umimi katika nafsi yake. Mtu anaweza kuletea haki kwa njia nzuri, huu ni uzuri, watakikana uikubali haki. Yani mtu amekuletea haki tena iko katika sura nzuri, ina maana amekuheshimu, amekuletea dhahabu kwenye kava la dhahabu. Lakini mwingine anaweza kukuletea haki au kama dhahabu akakupigia teke namna hiyo, chukua. Utaikataa kwa sababu ipo kwa mguu? Dhahabu au kibunda cha pesa na milioni 2-3 hizi, mtu akwambia wewe mzee chukua hela hizo, au kupigia kwa mguu. Toa kijana una hata kuchukua hela zako. Utasichukua bwana. Sasa haki kweli inaweza ikaja katika sura nyingine, mtu akakufikishia lakini katika uslubu mbaya au mkali au haupendezi. Yote haya bado haije kuwa ni sababu ya wewe kuikataa haki. Nasema kweli hii ni haki, lakini ndugu yangu hakunifikishia kwa uzuri, mimi nikubali. Watakikana kama wewe ni muumini wa kweli uwe hivyo. Useme utafuta kwa nini kama hii ni haki kweli, lakini kwa nini kaniambia hivi? Wewe hutaki haki. Na sheitani anakushawishi uikatae haki kwa njia hiyo. Na watu wangapi wamekataa haki kwa sababu hiyo? Vijana hawa wanaozungumza kweli lakini hawana adabu. Sasa mbona ufuate? Haya maneno mshayasikia au bado? Sasa sheitani ana nasibu katika hilo. Mtu anaweza kuipiga haki vita kwa sababu ya ujinga wake, au akawapiga vita watu kwa sababu ya ujinga wake. Haya ni maneno ya Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo tutakana tujiondoshe katika hali hiyo. Shetani ana mbinu nyingi pamoja na atba'uhu wa a'wanu. Wanafanya kampeni kuhakikisha watu hawafiki kwenye haki. Illa ibadallahi almukhlasin, isipokuwa waja Allah tabaraka wa taala. Katika baadhi ya qiraa kuja illa ibadallahi almukhlisin, isipokuwa waja wa Allah tabaraka wa taala wenye ikhlas. Shetani hawezi kuwachezea wala hawezi kuumbisha katika msimamo yao, wanakuwa wanathibiti katika haki. Sasa katika njia zinazotumika vile vile ni kuipa haki sura isiyokuwa yake, yani sura ya batil. Hizi ni mbinu zinatumika, na system hizo wanazitumia Mayahudi na wengineo. Wakitaka kupiga vita kitu, wanafanya kampeni za kuileta katika sura mbaya, na wanapotaka kukieneza kitu ili kikubalike kwa watu, wanakileta katika sura nzuri. Kama ni pombe ni haramu, itapewa jina jingine, mabango yake yatakayowekwa utakuta yanapendeza, sura nzuri, mandhari nzuri na vishawishi vingi, ili mradi kwamba wewe ukubali ule uovu. Na kama ni haki, jambo la kweli, jambo la haki, utakuipiga vita, basi utakuta wanazungumza katika sura mbaya na wanaleta sura nyingine tofauti, haki za wanawake, haki za binadamu, kwamba jambo hili si katika haki za binadamu, kwamba mwizi akatoa mkono si katika haki za binadamu, kwamba aliyeua apigwe upanga si katika haki za binadamu. Unaona, anatumia njia si haki za binadamu, wanakuletea katika sura ambayo ni inachukiza katika nafsi. Lakini hapo hapo utakuta pengine mwizi ambaye ilikuwa katika Uislamu sheria yake akatoa mkono, atakuja kuuawa kwa mapanga na visu na kutiwa moto katika taifa.
hilo kawaida tu. Lakini mkithubutu kusimamisha sheria ya Allah tabaraka wa taala, mtaambiwa mkuchunga haki za binadamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu inakupigwa vita sheria ya Allah tabaraka wa taala. Na wale watu waliosimama katika dini watapewa sura nyingine. Wataambiwa hawa na misimamo mikali, hawa kadha, hawa kadha, hawa kadha kadha. Yaani majina ambayo kwa mtu mwingine wa kawaida hatupenda akiwa na heshima yake aitwe kwa jina kama hilo. Kwa atatahadhari, ataona kwamba kwa nini nijiingize katika kundi kama hili au kuwafuata watu wenye sura kama hizi ambao jamii inawatazama tofauti. Nini? Ni kuipiga vita haki. Walhaqu qad ya'tarihi su'u at-ta'bir. Mara nyingine haki inaweza ikaingiliwa ikapewa ibara mbaya. Maneno haya ni ubeti unakamilisha maneno inaanza taqulu hadha, anasema Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, Allahu musta'an. Ala kulli hal, kwamba mtu wakati mwingine mathalan kitu kama asali, zikawa asali safi kabisa. Wajua asali inatokana na nini? Nyuki yafanyaje? Nyuki yafanyaje mpaka yapatikana asali? Na alafu aitengeneze vipi? Anachukua hapa, anakula. Lengo lake si kama atengeneza asali, kwamba mimi nahangaika nitengeze asali. Lengo lake ali ashibe. Anakula pale, anakula pale, anakula pale, anakula pale. Alafu katika kukidhi haja yake anakuwa anatapika. Sasa yale yanayotoa ni matapishi, yeye hahitaji tena sasa. Kama vile choo. Mwanadamu akija pale, hii asali ala. Sasa ukitaka unaweza kusema haya ni matapishi ya nyuki. Kwa hiyo mtu anaweza kukwambia, ndugu yangu unakula matapishi ya nyuki. Utaona katika nafsi yako kama kuna kitu hivi. تقول هذا مداد نحل تمدحه وإن شئت قلت ذاقيء الزنابير. utasema huu hii ni asali, utaanza kuisifia. Lakini ukitaka utabadilisha maneno, utasema haya ni matapishi ya nyuki. Kwa wakati mwingine unaweza kusifia, wakati mwingine ukasema vibaya, kwa sababu haki pia vile vile inaweza ikapewa jina baya. Sasa mtu anaweza jambo la haki lakini akalivisha sura mbaya, ili wale wenye kutazama watazame kwa mtazamo wa chuki. Hizi ni system za zamani sana zilikuwa zikifanyika huko nyuma. Tuache maneno haya. Kadhalika katika mbinu zinazotumika ni kuwashawishi watu wasiwe ni wasikilizaji na kuwa na pupa ya kusikiliza haki. Tumepita miji mingi sisi, lakini tulipoingia katika mkoa wa Kagera, sasa Mwanza na Kagera, tuwasikia kuna baadhi ya watu wanawatahadharisha waumini wao misikitini kwamba msiwasikilize wale. Msiwasikilize. Kwa nini mnawasikiliza wale? Kwa sababu gani msisikilizwe? Wale wanaleta fitna. Wanawagawa watu. Maneno ya fitna. Dawa yao si dawa ya shari, si dawa ya khairi, dawa ya shari, ya kuwagawanya Waislamu. Kwa hiyo haina haja kuwasikiliza. Haya yametokea na yanaendelea kutokea. Mimi nawaulizeni nyinyi ndugu zangu katika imani, hivi kweli mtu mwenye akili timamu anaweza kuwaambia watu wenye akili timamu kama yeye maneno kama haya? Haiwezekani. Lakini sema inatumika ile njia ya kuamini viongozi kwamba huyo anachozungumza ni kweli, kiongozi wetu, kwa hiyo tusimkubalie. Lakini nasema kwamba taratibu hizi zilitumika zamani. Zamani ziliwahi kutumika na hazikuweza kuleta manufaa yoyote. Wakati wa Mtume SAW, wakati yuko Makka, washirikina wa Makka kina Abu Jahl, wakina Abu Lahab, kina Umayya, kina Abu Sufyan katika wakati wa kufuru yao na wengine,
walikuwa wakiwaambia wenzao la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun, msisikilize hii Qur'an, ipuuzeni, ikisomwa fanyeni vurugu fujo ili mpate kushinda, msisikilize. Na kweli wengine wakachukua msimamo huo kwamba mimi sisikilize, tumeshaambiwa na wazee wetu tusisikilize. Jana nilitaja kisa kimoja, sitokitaja kwa kuchelea kurefusha, lakini wale waliosikiliza haki ikapenya kwenye vifua vyao, wakatambua hii ndio haki, wakaifuata. Wale ambao hawakutaka kusikiliza wakabaki na ujinga wao, na wengine wakafa katika shirki na kufuru, hawakusikiliza haki. Sasa mmoja katika watu alitokea Taif, alipoambiwa vile kweli akatii, lakini baadaye akatafakari, akasema mimi ni mtu mzima, nina akili, ni kwa nini niambiwa na mwanamume mwenzangu kwamba usimsikilize fulani, yuko kadha, yeye kajuaje? Asema msikiliza, kwa nini sasa mimi nisisikilize? Yeye ana akili kushinda mimi? Hapana. Kwa hiyo akatoa pamba nzito masikioni mwake, akamsikiliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na aliposikiliza akaslimu. Sasa watu waliokuwa katika ukweli hawaambiani maneno haya, kama usimsikilize mtu fulani bila sababu za msingi. Kwa hiyo kampeni hiyo imefanyika, na kweli wengine wakatii kwamba watu wasisikilizwe. Alafu kibaya zaidi ikawa wanazungumza maneno ya kutuzulia kwamba hawa wasema hivi, wamefanya hivi, vitu ambavyo havipo, ni vya uongo. Sasa mtu ana kweli wamefanya hivi, watu wabaya kabisa, kwa nini wamefanya namna hii? Sasa mimi ninachokitaka kwenu nyinyi, kwa sababu mna maarifa, mmetuzidi kiumri, mna upeo mkubwa wa kufikiria, akili timamu, mimi naomba myasikilize tunayoyasema, na kadhalika myatafakari yale yaliyotangulia kusemwa na Alakh Abu Zakaria, alafu mtachekecha kwenye akili zenu kipi ambacho si sawa. Na alhamdulillah sisi Waislamu tuna muongozo wa kitabu cha Allah na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo jambo lolote ambalo silo ni rahisi kulitambua, kwa sababu tayari kuna utaratibu na kanuni za kulinda dini. Dini imelindwa na Allah tabaraka wa taala, na hakuna anayeweza kuiharibu. Atakitaka kuleta uharibifu ataharibu nafsi yake, na atapambanulika kwamba huyu si mkweli, kwa kutumia misingi na vigezo vya kisheria. Kwa hiyo tunachotaka kwa nyinyi, maneno haya yote nilitangulia kuyazungumza, ni kutaka kuwekana sawa kwamba watu hawaambiani hivyo, kwamba usisikilize, usiende kusikiliza. Watu hawaambiani namna hiyo, watu wanaelimishana. Ukitaka kumhami mtu asiteleze, ukitaka kumhami mtu asitoki katika sawa, muelimishe. Kwa hiyo tunashukuru kwanza mmekuja kutusikiliza na mmetukaribisha katika mji wenu, na mimi sasa hivi nachukua fursa hii kuyatoa yale ambayo yametuleta katika miji hii, kuwatembelea ndugu zetu, kadhalika na kukumbushana baadhi ya mambo. Dawa as-salafi, da'watun salafiyya, dawa salafi salih, dawa ya ahli sunnah wal jamaa. Sisi tunasema ni da'watun mubarak, ni dawa na ni wito ulio na baraka ndani yake.